Asante. Tupo kwenye kata ya Ikuti na hapa tupo kwenye shule ya msingi ya Chifu Mwanjali, na ziara yangu hii ni ya kata nzima ya kuja kusikiliza kero za wananchi pamoja na kupatia ufumbuzi wake, lakini nimeona kwamba tusikutane kwanza na wananchi kwa sababu serikali imetuletea zaidi ya shilingi milioni 144 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa lakini na matundu ya vyoo. Sasa tumekuja kuangalia utekelezaji wa kile ambacho serikali imetuletea, kuona thamani ya fedha lakini pia maendeleo ya ujenzi wenyewe. Kwa hilo ndio kubwa katika shule hii ya Chifu Mwanjali. Tumekuja kuangalia utekelezaji wa fedha zile ambazo serikali imetuletea, serikali kuu, jinsi maendeleo yanavyotakiwa yaende na changamoto gani zinaikabili, lakini baada ya hapa pia tutakutana na wananchi ili tuweze kusikiliza kero na kuweza kuona tunazipatia ufumbuzi papo hapo kama ambavyo tumeelekezwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nini madarasa haya yatakavyokuwa? Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hii ameniambia ndani ya wiki moja, na mimi nimetoa maelekezo kwa yale ambayo bajeti haikutosha, nimemwelekeza mkurugenzi akae na wataalamu ili tuone wanatafuta fedha kukamilisha madarasa haya. Wote tunafahamu miundombinu ya Ikuti ilivyo. Unapoleta vifaa vya ujenzi huwezi kusema kama ni sawa sana wilaya ambazo hazina changamoto ya miundombinu. Kwa hiyo swala hilo lipo, nimwambia mainjinia pamoja na wataalamu wengine wakae, lakini mkurugenzi kile ambacho wenzetu wameshaomba hapa ili basi wakae waone wanatoa wapi fedha, lakini cha msingi shule hii ikamilike haraka iwezekanavyo. Naitwa Zakayo Twendege Mtafya, ndiye diwani wa kata ya Ikuti. Niwakaribisha sana. Kuja kwenu imekuwa ni chachu sana, moja kwa wananchi, walimu, lakini na wanafunzi wetu hapa, kwa sababu kile kilichowaleta ndio maendeleo na mabadiliko ambayo tulikuwa tunayaota kwa muda mrefu sana. Shule hii hapa ni shule mpya, imeanza mwaka jana na imepunguza sana shida ya watoto kusafiri umbali mkubwa kutoka huko kwao Ibura, Ipangaruigi, Lupupu, lakini kwa sasa wamekuwa na shule yao hapa, kwa hiyo wanasoma katika mazingira ya utulivu sana. Katika haya tumshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutukumbuka, na hakika tunaona mabadiliko katika awamu yake ya 6 kwamba sasa Ikuti imefunguka. Ikuti imeanza kutoa matokeo yanayoonekana wazi kwa kila mmoja. Tunachozungumzia kama maendeleo, basi maendeleo sasa yanaonekana kuanzia ngazi za vitongoji, vijiji na mpaka ngazi ya taifa. Kwa kweli tunamshukuru mama kwa sababu nchi na kwenda tunaiona. Ameleta miradi hapa, ameleta hela nyingi sana. Madarasa mnayoyaona mapya yameletewa kama shilingi milioni 144 na laki moja. Kiasi kikubwa ambacho mwananchi asingeweza kabisa kumudu kujichanga. Kwa hiyo tunamshukuru sana, lakini pia tunashukuru uongozi wa wilaya. Mkuu wetu wa wilaya amekuwa kipaumbele sana katika kutimiza na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho chama kinachotuletea maendeleo kwa taifa letu. Tunamshukuru sana, na leo amepanga ziara kuja hapa ni katika tumsisitizo na kuhimiza kuona kwamba kile ambacho kinalengwa kinafikiwa. Okay, hivi nafasi ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe? Mheshimiwa mbunge hayuko nyuma kabisa katika Rungwe hii. Tunadhani tumeletewa sasa ni tunu. Huyu mtu ni zawadi. Amepiga kazi kubwa na bado anaendelea kupiga kazi kubwa. Kwa mfano hapa mimi nipo kwenye kamati ya fedha pale. Tumezungukia miradi kama 9 mwezi uliopita. Miradi na kwenda vizuri. Sasa hivi shule nyingi za msingi zinaonekana ziko kwenye level kama shule za sekondari. Mbunge amechangia pakubwa. Hata hii shule tunapoongea hapa, hii shule ya Chifu Mwanjali ametuambia anatuletea madirisha kwa vyumba 3 vya madarasa pamoja na ofisi ya walimu. Na hajaishia hapa, katika shule zote karibu kwenye kata hii amepeleka msaada wa saruji, amepeleka mabati. Kwa mfano hapo sekondari kuna hostel amejenga, ametoa mabati 250, geji 28. Lakini si hapo tu, amepeleka pale mradi pale shule ya msingi Kinyika, shule ya msingi Lienje pale anapeleka mifuko 100. Kwa yupo karibu sana na sisi wananchi na tunajivunia uwepo wa Mheshimiwa mbunge. Tukushukuru sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Matias Tauson Kalinga. Kwanza ni mwananchi wa kijiji cha Ikuti. Tumeipokea shule ya Chifu Mwanjali kwa furaha kubwa, kwa sababu awali ya yote watoto walikuwa wanasoma shule ya msingi Ikuti ambayo ina wanafunzi wengi, lakini baada ya kupasua serikali kutuletea shule hii sisi tumefurahi. Tumeweza kupokea miradi hii kwa mikono miwili, ndio maana naona kila muda sisi kama wananchi wa Ikuti na vitongoji vyote tunashiriki kwenye ujenzi, ikiwemo
kuleta mchanga na mawe, kitu vingi. Kwa sasa shule kama unavyoiona, tunashukuru serikali kwa kutuletea miradi sana sana kwenye shule ya msingi Chifu Mwanjali. Kuhusiana na mbunge wewe sasa, Mwantona tunamzungumzia. Mwantona kwa ujumla tunampongeza sana kwa sababu amekuwa chachu sana kuchangia maendeleo, pia na kutupa wananchi hamasa juu ya kusomesha watoto na hamasa juu ya kufanya maendeleo. Kwanza wananchi tuonyeshe kwanza maendeleo, alafu serikali ndio ifuate. Tunampongeza sana mbunge wetu kwa kazi nzuri anayoendelea kuifanya, hususani kwenye wilaya ya Rungwe na kata yetu ya Ikuti, na miradi wanayotuletea huku kwenye kata yetu ya Ikuti. Jina naitwa Elukaga Kenani Buja. Rais Samia Suluhu Hassan kwa huduma aliyotuletea. Make zamani tulikuwa na changamoto ile ya wajawazito, wanaweza wakatoka hapa kuhudumiwa, wanatoka mbali, anashindwa kufika kwa muda mwafaka. Tunashukuru hata kwa kutuletea hii ambulance, inatusaidia, inafanya kazi. Asante sana, shukrani zetu kwa rais. Kwa sasa hivi imeboreshwa, tunamshukuru sana kwa kutujengea hata